Sio kila mtu anakufa siku aliyopangiwa, bali wapo baadhi ya watu ambao hufariki dunia kabla ya siku zao. Yaani wapo baadhi ya watu ambao wana utaalamu na uwezo wa kuyachukua maisha ya mtu fulani pindi ambapo wakiyahitaji, na wanaenda kumtumia katika shughuli zao. Yaani wewe pindi ambapo unaenda kuutazama mwili wa mpendwa wako katika jeneza, unamuona yeye, lakini kiuhalisia anakuwa sio yeye, na yeye anakuwa mahali pengine kabisa. Watu hawa ambao hufanya hivi hupenda kuweka mgomba katika jeneza hilo, lakini wewe ukitazama unaona mwili wake kweli. Kwa kifupi naweza kusema katika ulimwengu wa roho na giza kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea, na ikiwa wewe ni mtu wa kawaida tu huwezi kuona mambo hayo, utabaki kuhisi tu. Hivyo leo katika video hii nitachimbua kwa kina nini ambacho hutokea ikiwa mtu atafariki dunia kabla ya siku yake, na je, watu hao huenda wapi na nini hatima ya maisha yao. Ili uweze kufahamu mambo hayo na mengine mengi sana, hakikisha kuwa unaungana nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa video hii. Mimi naitwa Dennis Jensen, hapa kazi tu. Kama upo makini, hapo awali katika maeneo mengi sana nchini kulikuwa na utaratibu wa kwenda kumuaga marehemu kwa mara ya mwisho, yaani walikuwa wanafunua jeneza kisha wanamfunua shuka marehemu mpaka kwenye shingo. Alafu nyinyi ndo mnajipanga mstari na kwenda kuuaga mwili wa marehemu kwa mara ya mwisho. Lakini hivi sasa utaratibu huo unaanza kupotea kwa kasi kubwa sana katika maeneo mengi sana nchini. Zipo sababu kadhaa ambazo zinasababisha utaratibu huo kupotea, na moja ya sababu hizo ni kuwa wapo baadhi ya watu ambao huwa na uwezo usio wa kawaida. Hivyo pindi ambapo wakienda kuona mwili wa marehemu huona au hugundua kuwa kuna kitu hakipo sawa kuhusiana na kifo cha mtu huyo. Hivi sasa watu wengi sana ambao hufariki dunia, wengi wao hufa kabla ya siku zao, na hii ni kwa sababu watu wengi sana hivi sasa wanapenda njia za mkato. Okay, utanielewa vizuri huko mbele, lakini sasa wacha turudi katika swali letu. Je, watu hao ambao hufa kabla ya siku zao huenda wapi baada ya kusemekana kuwa tayari wameshafariki dunia? Zipo sehemu tatu ambazo watu hao waliofariki kabla ya siku zao huenda. Namba moja, huhifadhiwa kwenye nyumba za watu kama misukule. Wapo baadhi ya watu ambao huenda kwa waganga ili labda wapate utajiri. Sasa waganga hao huwaambia kuwa wanapaswa kutoa watu wanaowapenda, labda mama zao au ndugu zao wa karibu, ili waweze kupata utajiri. Hivyo baada ya kufanya hivyo, watu hao waliotolewa na mtu huyo wanakuwa misukule ambayo itakuwa ikimfanyia kazi ya kutafuta pesa kwenye maduka ya watu wa kawaida, yaani wale wasio na Mungu wala wasiotumia dawa za kienyeji. Mara nyingi watu hawa huwa na nywele ndefu sana. Kwa kifupi ni kuwa wanakuwa wapo rafu, kwa sababu wanakuwa hawaogi, yaani wanakuwa kama mazezeta fulani hivi, na kila utakachowaambia wanakifuata. Mara nyingi inasemekana kuwa chakula chao huwa ni pumba na vyakula vingine. Mtu aliyefanya hivyo anakuwa anawaona kila siku na anapaswa kuwapatia chakula kila siku, kwa kuwawekea katika chumba ambacho atakuwa amewahifadhi. Mfano amemuua mama yake, basi kila siku yeye atakuwa anamuona ndani na atapaswa kuhakikisha kuwa anakula ili aweze kufanya kazi. Pia inaelezwa kuwa wanakuwa hawana uwezo wa kuongea kwa sababu huwa wanawakata ulimi. Hakika watu hawa huwa na roho ya kijasiri sana. Sasa ikifika siku ambayo imepangwa na Mungu ya mtu huyo kufariki dunia, basi atakufa tena na mtu huyo ambaye alikuwa anamhifadhi kama msukule, basi itabidi aende katika kaburi ambalo walimzika mtu huyo, kisha ataanza kufanya ibada fulani, ndipo ambapo mwili wa mtu huyo utatoweka na kurudi katika kaburi hilo. Namba mbili, huelekea kulipia vitu alivyovitumia au kutumikia adhabu zao. Iko hivi, wapo baadhi ya watu ambao huenda kwa waganga ili waweze kupata utajiri. Huenda ule wa mahindi, yaani anawekwa kuku, kisha mganga huyo humtupia mahindi kuku huyo. Sasa endapo kuku huyo akila mahindi matatu, basi wewe utaishi miaka hiyo mitatu, basi wewe utakuwa na pesa nyingi sana kwa miaka hiyo mitatu, na baada ya miaka hiyo kuisha, basi mtu huyo atafariki dunia. Baada ya kufariki huenda kulipia gharama ya vitu au pesa alizozitumia kipindi akiwa duniani. Hivyo atafanya kazi mpaka pale ambapo siku zake za kuishi duniani zitakapokwisha, ndipo atafariki tena na nafsi yake itatoweka katika eneo hilo. Hapa naomba tuelewane kidogo. Kifo hichi huwa tofauti na kile cha kwanza, yaani katika hoja hii ya pili, nafsi ya mtu huyo ndo huchukuliwa na mwili wake hubakia.
Nadhani unaelewa kuwa sisi binadamu tumeundwa na vitu viwili tu ambavyo ni mwili na nafsi au roho. Sasa mwili wa binadamu ndo hufa, lakini nafsi ya mtu haifi. Inaelezwa kuwa hutoweka tu ulimwengu na kuelekea huko paradiso kwa mujibu wa Biblia ya Wakristo. Sasa wao kabla ya nafsi hiyo kuelekea paradiso, nafsi hizo huelekea kulipia vitu au pesa walizozitumia. Pia wale ambao hukosea masharti hupelekwa kutumikia adhabu zao, na watatumikia adhabu hizo mpaka pale ambapo siku yao iliyoandikwa na Mungu ya kuishi duniani itakapofika, basi nafsi zao zitatoweka. Namba 3, nafsi zao hubaki zinaranda duniani. Wapo baadhi ya watu ambao hawapendi kuona mtu fulani anaishi duniani, hivyo kwa kuwa wao wana uwezo fulani na wana nguvu za kufanya hivyo, basi wanafanya mambo yao ili waweze kukuondoa duniani kabla ya siku zako ulizoandikiwa na Mungu. Huenda watakuwa kwa kutumia uchawi au kwa njia ya kawaida. Sasa baada ya watu hao kufanya hivyo, basi wewe nafsi yako itabaki inatanda randa duniani, hasa kule makaburini mahali walipokuzika. Itabaki hivyo mpaka pale itakapofika siku ambayo imepangwa na Mungu ya mtu huyo kuondoka duniani. Ndipo ambapo nafsi yake itapumzika mahali pema peponi. Ndio maana kama mtu akifariki dunia kwa kuuawa kawaida, basi utasikia neno la kuwa damu yake marehemu inamlilia mtu aliyefanya hivyo. Kwa sababu nafsi ya mtu huyo inakuwa inaranda duniani, hivyo mara nyingi huwa inamsumbua mtu aliyefanya hivyo asipotumia madawa, yaani anakuwa anatokewa sana na mtu huyo. Nadhani tumeelewana vizuri kabisa, hivyo yatupasa kila siku tumuombe Mungu ili aturinde na watu wabaya ambao hawapendi kutuona tunapumua. Unajua, katika maisha unaweza kuona watu wanacheka na wewe, kumbe mioyoni mwao wanakuwazia mambo mabaya sana, na huenda hawatamani kabisa kukuona unaendelea kuishi duniani, na sio rahisi kwa wewe kujua. Hivyo ndo maana nimesema kuwa yatupasa tumuombe Mungu sana aturinde na watu wabaya daima milele. Amina. Kama bado huja subscribe katika channel yetu, hakikisha kuwa una subscribe kisha unabofya alama ya kengele ili usiweze kupitwa na video zetu zenye lengo la kukuburudisha na kukuelimisha. Mimi naitwa Dennis Jensen na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine. Asante na kwaheri.